Makamu wa kwanza wa Rais na Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuzaliwa. Hayati Cleopa David Msuya alizaliwa tarehe 4 mwezi Januari mwaka 1931 katika kijiji cha Chomvu, kata ya Chomvu, tarafa ya Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Alikuwa mtoto wa 5 katika familia ya watoto 9 ya marehemu Mzee David Mhako Kilenga Msuya. Elimu. Hayati Cleopa David Msuya alipata elimu ya msingi katika eneo la Usangi. Alisoma shule ya msingi Kivindu kati ya mwaka 1939 hadi mwaka 1942. Pia alisoma shule ya elimu ya kati Usangi Native mwaka 1944. Alijiunga na elimu ya sekondari katika shule ya Old Moshi na kuhitimu kidato cha 4 katika kati ya mwaka 1944 hadi mwaka 1949. Alijiunga na elimu ya sekondari shule ya Tabora mwaka 1950 na kuhitimu kidato cha 6 mwaka 1951 na kupata cheti cha Cambridge. Hayati Cleopa David Msuya alijiunga na elimu ya chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda mwaka 1952 ambapo alisoma akahitimu na kutunukiwa shahada ya kwanza ya sanaa katika historia, sayansi ya jamii, sayansi ya siasa na jiografia mwaka 1955. Historia ya utumishi wa hayati Cleopa David Msuya. Utumishi wa serikali. Hayati Cleopa David Msuya baada ya kuhitimu chuo kikuu alijiunga na utumishi wa serikali na kutekeleza kazi katika nafasi mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1956 hadi mwaka 1961 alifanya kazi ya afisa maendeleo ya jamii katika serikali ya Tanganyika. Mwaka 1961 hadi mwaka 1964 alifanya kazi katika cheo cha naibu kamishna wa maendeleo ya jamii katika serikali ya Tanganyika. Mwaka 1964 hadi mwaka 1965 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni wa Taifa. Mwaka 1965 hadi mwaka 1967 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu Wizara ya Ardhi, Makazi na Maendeleo ya Maji. Mwaka 1967 hadi mwaka 1970 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu Wizara ya Uchumi na Mipango. Mwaka 1970 hadi mwaka 1972 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu Wizara ya Fedha na Hazina. Mheshimiwa Rais pamoja na waombelezaji wenzangu, utumishi wa kisiasa wa hayati Cleopa David Msuya. Hayati Cleopa David Msuya alijiunga na utumishi wa kisiasa kwa kuchaguliwa kuwa mbunge na kutekeleza kazi mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1972 hadi mwaka 1975 aliteuliwa kuwa mbunge na waziri wa fedha. Mwaka 1975 hadi mwaka 1980 aliteuliwa tena kuwa mbunge na kuteuliwa kuwa waziri wa viwanda. Mwaka 1980 hadi mwaka 1983 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 1983 hadi mwaka 1985 akiwa mbunge wa Mwanga aliteuliwa pia kuwa waziri wa fedha. Mwaka 1985 hadi mwaka 1990 hayati Cleopa David Msuya alichaguliwa tena kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa fedha, uchumi na mipango. Mwaka 1990 hadi mwaka 1994 alichaguliwa tena kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa viwanda na biashara. Mwaka 1994 hadi mwaka 1995 hayati Cleopa David Msuya aliteuliwa
kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 1995 hadi mwaka 2000 alichaguliwa tena kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga. Aidha, hayati Cleopa David Msuya tarehe 29 Oktoba mwaka 2000 alitangaza kung'atuka shughuli za ubunge wa jimbo la Mwanga na utumishi wa kisiasa. Nyadhifa katika utumishi wa chama za hayati Cleopa David Msuya. Hayati Cleopa David Msuya mwanachama hai wa tano kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1977 na baadaye alikuwa mmoja wa waasisi wa Chama cha Mapinduzi kilipozaliwa tarehe 5 mwezi Februari mwaka 1977. Hayati Cleopa David Msuya katika kutumikia chama alishika nyadhifa mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1982 hadi mwaka 1992 alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Mwaka 1992 hadi mwaka 1995 alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Mwaka 1995 hayati Cleopa David Msuya katika uchaguzi wa awali ndani ya chama, yani Chama cha Mapinduzi, alichaguliwa kuwa mmoja wa wagombea watatu wa nafasi ya kuwania tiketi ya CCM ya mgombea wa nafasi katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi, yani mwaka 1995. Mwaka 2012 hadi 2014 hayati Cleopa David Msuya aliendelea kushika nafasi muhimu za chama katika ngazi ya wilaya ya Mwanga na mkoa wa Kilimanjaro. Hapa ikumbukwe kipindi hicho tayari hayati Cleopa David Msuya alikuwa ameshatangaza kung'atuka shughuli za ubunge na za serikali. Aliamua kurudi nyumbani kutumikia wananchi. Mheshimiwa Rais pamoja na waombolezaji, kazi nyingine za huduma na uongozi katika nafasi mbalimbali alizozifanya hayati Cleopa David Msuya. Mwaka 1983 hadi mwaka 1990 hayati Cleopa David Msuya aliongoza timu ya serikali iliyoandaa na kusimamia programu ya maendeleo ya maboresho na kufufua uchumi wa Tanzania. Mwaka 1994 hadi mwaka 2012 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwenyekiti wa Community Development Trust Fund. Mwaka 2007 hadi mwaka 2021 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mkuu wa Chuo Kikuu cha Ardhi Dar es Salaam. Mwaka 2004 hadi mwaka 2019 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwenyekiti wa Development Forum. Pia hayati David Msuya kuanzia mwaka 2007 hadi 2021 alikuwa mwenyekiti wa bodi ya Tanzania Breweries Limited. Na mwaka 2014 halmashauri ya wilaya ya Mwanga ilimpatia heshima hayati Cleopa David Msuya na kumuita baba wa Mwanga. Mheshimiwa Rais pamoja na waombolezaji, kazi katika taasisi za kikanda na za kimataifa zilizofanywa na hayati Cleopa David Msuya. Hayati Cleopa David Msuya katika uhai wake alifanya kazi za kuiwakilisha nchi katika taasisi mbalimbali za kikanda na za kimataifa kama ifuatavyo. Katika nafasi yake ya ukatibu mkuu na baadaye waziri, hayati Cleopa David Msuya alishiriki katika majadiliano ya kundi la nchi za Afrika, Caribbean na Pacific na Jumuiya ya Ulaya. Vile vile aliwakilisha Tanzania katika Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa ya Afrika na eneo maalum la biashara la Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika. Pia alijenga mahusiano na dunia na taasisi nyingine za fedha za kimataifa wakati akihudumu katika Wizara ya Fedha na Hazina. Maeneo ya uzoefu yaliyopendwa na hayati Cleopa David Msuya. Hayati Cleopa David Msuya, uzoefu wake na maeneo aliyopenda
ni maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Alijikita zaidi katika maeneo yafuatayo: maendeleo ya kilimo, maendeleo ya vijiji na maendeleo ya jamii, usimamizi wa rasilimali fedha na ugharamiaji wa maendeleo ya uendelezaji wa viwanda na biashara, hususan uanzishaji wa vyuo vya ufundi VETA na mafunzo ya ujasiriamali katika jamii na uendelezaji wa viwanda vidogo vidogo, yaani SIDO. Pia alishiriki katika mashirikiano ya kikanda na mitangamano ya kiuchumi na mipango ya usimamizi wa uchumi. Kimsingi, baada ya kung'atuka kwenye utumishi, hayati Cleopa David Msuya alielekeza nguvu zake na muda katika maeneo ya kilimo, maendeleo ya jamii vijijini, fedha na uwekezaji. Pia alijihusisha na maendeleo ya biashara, viwanda na mashirikiano na mitangamano ya kikanda. Nishani. Hayati Cleopa David Msuya alitunikiwa nishani mbalimbali kama ifuatavyo: nishani ya taifa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nishani ya Mwenge wa Uhuru daraja la pili ya mwaka 1961 2011, hati ya heshima ya Muungano daraja la kwanza ya mwaka 1964 hadi 2014. Ushiriki katika dini. Hayati Cleopa David Msuya alikuwa muumini wa dini ya Kikristo kupitia Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na alipendelea sana kufanya ibada kama ilivyoelekezwa na kanisa na neno la Mungu. Familia. Hayati Cleopa David Msuya alimwoa Bi Rhoda Christopher Mshana tarehe 11 mwezi Januari mwaka 1959, ambaye alifariki tarehe 1 Agosti mwaka 2005. Cleopa David Msuya alijaliwa kupata watoto 6, wa kiume 4 na wa kike 2, na pia alijaliwa kuwa na wajukuu 10. Ugonjwa na kufariki. Hayati Cleopa David Msuya alikuwa akipatiwa matibabu ya moyo katika hospitali mbalimbali, ikiwepo hospitali ya Mzena ya Dar es Salaam na taasisi ya Jakaya Kikwete ya Dar es Salaam. Pia alikuwa anapata matibabu nchini Uingereza tangu mwaka 2022. Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya alifariki dunia tarehe 7 Mei mwaka 2025 majira ya saa 3 asubuhi akiwa na umri wa miaka 94. Naomba kuungana na waombolezaji wenzangu na walioguswa na msiba huu kutoa pole kwa familia kuondokewa na baba, lakini vile vile kutoa pole kwa wanamwanga kuondokewa na mlezi wao. Bwana alitoa, Bwana anatoa, na jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni kwa kunisikiliza.